utendaye dhuluma. Ole wako wewe uone haya, ole wako ghadhabu inakuja. Ole wako ewe nchi ya dhuluma. Ole wako nchi isiyo na haki. Ole wako watu wangu, ole wako dhuluma. Ole Bwana ana ghadhabu, Bwana ana hasira, sababu ya kilio cha mnyonge. Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika masomo ya utakatifu. Kuna neno ambalo Mungu amenipa kwa ajili yako siku ya leo. Na kichwa cha somo kinasema kumlaani muumba wako. Je, umewahi kujua jinsi mwanadamu anaweza kumlaani muumba wake? Ni jambo zito kulisikia masikioni mwako. Nitakufundisha dhambi hii. Fuatilia hata mwisho wa somo hili, utapata kufahamu ni kwa jinsi gani mwanadamu ana uwezo wa kumlaani muumba wake. Ukisoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 45 mstari wa 9, Biblia inasema, ole wake ashindanaye na muumba wake. Kushindana na muumba wako manake ni kumkosoa na kumrekebisha Mungu katika jambo unalolifanya nje ya mapenzi ya Mungu. Imeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 5, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Sasa nisikie, kitabu cha Isaya mlango wa 45 mstari wa 49 kinasema, ole wake ashindanaye na muumba wake. Lakini ile andiko la Kumbukumbu la Torati linasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume. Andiko hili linaonya wanawake kutovaa mavazi ya kiume au ya wanaume. Katika sheria za kiroho kuna mavazi ambayo ni ya wanaume, kuna mavazi ambayo ni ya wanawake. Na mtu huweza kutambulikana kulingana na mavazi yake. Mfano, daktari ana mavazi yake, polisi ana mavazi yake, mwanajeshi ana mavazi yake, mchungaji ana mavazi yake. Utambulisho wa mtu umebebwa kwenye mavazi. Sasa tusikilizane. Katika ulimwengu wa roho, suruali ni vazi la mwanaume. Na kwa kuwa andiko hili Mungu amelitoa kwenye neno lake, Shetani ameleta uharibifu mkubwa sana katika kanisa kwa kuwadanganya wanawake kwa kuleta ugunduzi wa suruali zinazoitwa suruali za kike. Lakini katika sheria za kiroho, suruali ni vazi la mwanaume. Kuna nchi suruali ni vazi la mwanamke, mfano Ufaransa. Lakini suruali ni vazi la mwanaume, sketi ni vazi la mwanamke. Suruali ni vazi la mwanaume tu. Anayepaswa kuvaa suruali ni mwanaume tu. Mwanamke vazi lake la haki ni gauni na sketi. Mwanamke anapovaa suruali za jeans, traki, tight zenye mfano wa suruali, anamlaani muumba wake. Anamkosoa na kumrekebisha muumba wake kuwa yeye alipaswa kuwa mwanaume. Kila mwanamke anayevaa suruali yupo chini ya laana ya kumkosoa muumba wake. Sasa sijajua unaishi maisha gani na uko kwenye nafasi gani na uko na mtumishi gani ambaye amesimama mbele yako. Unaweza kuwa unakutana na mtumishi anayekwambia kwamba Mungu anaangalia moyo tu. Hapana. Biblia inasema miili yetu ni hekalu la Mungu. Mungu angalia imani yako tu. Pia Mungu analiangalia hekalu lake ambalo ni mwili wako. Sasa tusikilizane. Unapokuwa unavaa suruali afu wewe ni mwanamke, au wewe ni mwanaume unavovaa sketi,
unaenda nje na mapenzi ya Mungu, unamkosoa Mungu kwa habari ya jinsia yako, kwamba wewe Mungu alikukosea. Kama wewe ni mwanamke, unamwambia Mungu, mimi nitakuwa niwe mwanaume bana, ndio maana unavaa suruali. Hiyo ndio maana ya mwanamke kuvaa suruali. Kwa na kuomba, ndio maana wanawake wengi katika hiki kizazi hawaolewi, kwa sababu katika ulimwengu wa roho wanaonekana wana laana ya kumkosoa Mungu kwa kuvaa suruali. Ukivaa suruali maana yake wewe ni mwanaume. Sasa mwanaume anaolewa? Kwa ni kitu kimojawapo cha kujifunza na cha kuwa nacho makini sana. Usiige mtu, ishi kwenye mapenzi ya Mungu. Jitenge na wachungaji ambao wanasema Mungu anaangalia moyo tu. Amen.